akiba, ukitarajia kwamba wakati Mungu atakapokubariki na huyo mtoto, ile akiba itakuja kukusaidia katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo asubuhi ya leo kuna neno tu ambalo nitashare na nyinyi kidogo. Mtu alisomea katika maandiko kutoka kwa kitabu ya Samueli wa pili mlango wa 9 kuanzia 1 hadi 7. Mlango wa 9 1 hadi 7. Wakamwita aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, wewe ndiye Siba? Naye akasema, mimi mtumwa wako ndiye. Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtenda mema ya Mungu? Siba akamwambia mfalme, Yonathani anaye mwana hata sasa aliye na kilema cha mguu. Mfalme akamwambia, uko wapi? Siba akamwambia mfalme, tazama, yuko katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodebari. Basi mfalme Daudi akatuma watu, akamwondoa katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodebari. Basi Mefibosheti mwana wa Yonathani mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi akasujudu. Daudi akasema, Mefibosheti, naye akaitika, mimi hapa mtumwa wako. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nao utakula chakula mezani pako daima. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kitu zaidi mafundisho naweza sema, unaweza sema ya kwamba wema huleta. Bwana Yesu asifiwe. Nilipoanza hivyo nilianza kwa sababu gani? Tukiangazia hii historia ya Daudi wakati alipopigana na Goliath. Wakati huo tunajua kwamba mwenye alikuwa mfalme katika nchi ya Israeli alikuwa ni Goliath. Lakini hivyo hivyo katika maisha ya wanadamu, wakati mwingine unaweza ukasaidia mtu kisha baadaye huyo mtu aje akugeukie, akubadilikie, akuwe adui wako baada ya kuwa wewe umeshasimama. So wakati Daudi alipojitokeza na kumalizana na yule adui ambaye alikuwa anasumbua sana nchi ya Israeli, huyo Sauli ndiye alikuwa mfalme na alishinda. Na huyu kijana alipomalizana na adui, baadaye ile roho mbaya ikamwingia, akaanza kumwinda, akawa anataka kumuua. Anamweka mitego kila aina, lakini kwa sababu neema ya Mungu ilikuwa juu ya yule kijana, hangeweza kumpata. Sasa hapa kuna kijana wake ambaye alikuwa anaitwa Yonathani. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Yonathani alikuwa ni mtoto wa Sauli. Lakini licha ya kwamba babake alikuwa anampangia Daudi mambo mabaya, mambo maovu kumaliza, Yonathani alisimama na Daudi. Yaani roho yake na roho ya Daudi zilishikana kwa pamoja. Biblia inatuambia kwamba upende mwenzako kama nafsi yako mwenyewe. Lakini siku ya leo Wakristo wa
Daudi kummaliza. Yeye alikuwa anahakikisha kwamba anasimama na Daudi na anaenda anamwibia siri, anamwambia babangu anapanga kufanya hivi, kwa hivyo wewe fanye nini? Uangalie vile wewe mwenyewe utafanya nini, utajiepuka. Na hata alikuwa anampatia mawaidha. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia babangu anapanga kufanya hivi, kwa hivyo wewe fanya hivi. Na tunaona kwamba hapa baada ya Daudi sasa kukaa katika kiti cha mfalme, amepata sasa ni mfalme. Daudi sasa anakuja kukumbuka nyumba ya Sauli kupitia jina ya nani? Jonathan. Akikumbuka yale matendo ambayo Jonathan alikuwa anamfanyia, licha ya kwamba Daudi alikuwa ni adui mkubwa, alikuwa anataka kummaliza, lakini hapa anauliza, ukisoma hiyo verse 1, anauliza ya kwamba kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nimpate kumtendea mema kwa ajili ya Jonathan? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sisi wa Kristo, wakati unasimama na mwenzako, unamtakia mazuri, unamtakia makuu, kuna mbegu njema ama kuna akiba ya mema ambaye Mungu anakupangia, hata kama wewe utapata, lakini mtoto wako anaweza kuja kuidhibiti ile wema wa Mungu ambapo Mungu alipanda. Ni kwa sababu ya wewe Mkristo kusimama pamoja na mwenzako, kumtakia mwenzako mema, kumwombea mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama huyu Daudi, kama huyu Jonathan angeshikana na babake na asikize maneno ya babake na simpe Jonathan ushauri. Kumbuka huyu Jonathan walikuja kukufa vitani. Je, huyu mtoto wake ambaye alikuwa kilema, ambaye leo hii anakuja kukumbukwa akiwa anaishi katika hali duni, ni mlema, anaishi kwa nyumba ambaye haina nyumba yenye iko duni, pengine ni nyumba ya matope. Kama Jonathan angesimama na Daudi na amuue, je, leo hii tumepigwa angekumbukwa? Kwa hivyo sisi wa Kristo lazima unapokaa mahali ujiulize, haya ambayo unafanya leo ina faida gani wewe kama Mkristo? Ina faida gani kwako na inajenga nini katika kizazi chako cha baadaye? Mara nyingi tunaangalia mambo ya usoni, tunaangalia ya leo, lakini hatutaki kuangalia ya jana, ya kesho itakuwaje, ya kesho kutwa itakuwaje. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi wa Kristo tunakimbilia kupata baraka ya sisi wenyewe, yani binafsi, lakini ufikiria kwamba siku ya kesho pengine Mungu kama atakuondoa duniani, siku yako ya kesho, kizazi chako chenye umewaki wataendelea kuishi na mgagani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sisi wa Kristo tukue watu ambao mienendo yetu tunakuwa na upendo, na pia tusiue roho za watu. Tuwe watu wa kujitolea. Hata hapa kanisani kujitolea kwa kazi ya Mungu, hata kama ni kufagia. Kama Mungu amekuchagua kufagia, wewe fanya, hata kama mtu anakudharau, hata kama mtu anaona hii si kazi, lakini wewe jitolee, ukuje ufanye. Thawabu yako iko wapi? Iko kwa Mungu. Mwanadamu hakuna kitu chochote atakulipa, na mwanadamu pia hakuna urafiki na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu peke yake anaweza akakuokoa na hali yako na shida yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna mambo ambayo ningependa kuwasisitiza ya kwamba wakati unataka ufanisi katika maisha yako, wewe kama Mkristo lazima upende mwenzako kama nafsi yako mwenyewe, na pia ukipenda mwenzako. Wakati mwingine tunashuhudia hata katika hali ya biashara, wanabiashara wengi hawapendani. Unaweza enda uulize mtu kitu na unajua vizuri ndani yako ako nayo, lakini kwa sababu huna na uko na wivu na uko na chuki, wewe unafikiria ya kwamba ukimwelekeza kuna ndiye atahama kabisa, hata rudi tena siku nyingine. Wewe utamwambia hata huyo naye sidhani hayo. Hilo upati ufanisi